Wakati huu ambao taifa limekuwa linapitia msukosuko, tumeona mtumishi wa Mungu akifundisha kwa bidii sana, ili kwamba tuweze kila mmoja kuelewa kile ambacho Mungu anapenda katikati ya watu wake. Tumeona kwamba amefundisha habari za damu ambayo ikimwagika bila hatia, na tumejifunza na kuona wazi ya kwamba damu ni uhai. Damu ni uhai, na kama ni uhai, damu inazungumza, damu inaongea, damu inadai, damu inafuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwe imemwagika kwa amani, iwe imemwagika kwa mabaya, iwe imemwagika katika hali yoyote, damu ni uhai. Na kama damu ni uhai, unadai, inadai na inafuatilia. Tumeona akifundisha habari za maombi ya kuombea taifa letu. Tunajua msukosuko ambayo imepitia, watu wengine wameenda kupoteza uhai, na hizi ni damu ambazo zitaenda kusumbua. Zinaweza zikadai, zikafuatilia kama kwa uharibifu, na hata kama imemwagika kwa namna gani haijalishi katika mazingira iliyosababisha ile damu ikamwagika. Damu inapomwagika, kwa kuwa ni uhai, lazima inakuwa na malipizi, lazima inaongea mbele ya muumba wake. Na wakati huu tunapopitia wakati mgumu katika taifa letu, mashaka makuu, wasiwasi umetanda ndani ya mioyo ya watu. Tunapoingia, mtu anakuwa na wasiwasi, akitoka, akirudi akiwa salama anashukuru Mungu. Lakini hapa tunakwenda kuzungumzia kwa habari za kuombea taifa letu, ambalo tumeona kwa wazi kupitia katika misukosuko mbalimbali, tafrani, kosa amani, kosa utulivu, na wengine kupoteza maisha yao. Kwa hiyo wakati huu katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 na mstari ule wa 14, tunaona ya kwamba Mungu anatupa kibali. Ametupa kibali cha kumkaribia watu wake walioitwa kwa jina lake. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba, anasema, na kuacha dhambi zao, nitawasamehe na nitaiponya nchi. Yeye Mungu anasema, nitasikia na kuwasamehe, nami nitaiponya nchi. Kina nani waliopewa kibali cha kuomba? Kina nani waliopewa kibali cha kukaribia? Watu wale ambao wanamcha, wale wenye hofu ya Mungu, wale wanaomwabudu, wale waliomkubali kuwa yeye ni Mungu wao. Watakapoomba, anasema, na kunyenyekea na kuacha dhambi zao, mimi nitaiponya nchi. Na tumeona mtumishi wa Mungu akifundisha vizuri kabisa na kutuonyesha kwamba hayamkini kuna mahali tulipojisahau, hayamkini kuna mahali tumesababisha kwa namna yoyote ile, lakini imefika mahali damu ya mwananchi imemwagika. Hii yote ni kitu ambacho kimetengenezwa kutoka huko nyuma. Ni kitu ambacho kimetokea ambacho hakikutazamiwa, lakini leo hii kimetokea. Na anasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wataomba na kunyenyekea na kuacha dhambi zao, nitaiponya nchi. Hebu tusomee andiko hilo katika hiyo Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, Amen, na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amen. Ikiwa watu wa Mungu watakaa mbele za Mungu na kujinyenyekesha na kuomba kwa ajili ya taifa, Mungu yuko tayari kuponya taifa letu. Yuko tayari kusamehe uovu. Anasema, nitasikia toka juu mbinguni, nami nitaiponya nchi. Nchi hii tuliopewa kuikaa, nchi hii tulipewa kama watu wa Mungu, na tumepewa kuitawala na kuimiliki. Na anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Anasema hivyo kwa sababu pale ambapo kumetokea uharibifu, pale ambapo kumetokea mabaya, pale ambapo kumetokea mambo kama hayo, mwagaji wa damu,
ni machukizo mbele za Mungu. Ni machukizo mbele za Mungu. Na kwa kuwa ni machukizo mbele za Mungu, yeye mwenyewe anatupa kibali. Anasema ya kwamba watu wangu wakiomba, bado ana uwezo wa kusamehe kutoka juu mbinguni. Atasamehe na kuponya nchi ambayo ile damu inaweza kusababisha laana. Ile damu inaweza kusababisha malipizi. Ile damu inafuatilia, inalia mbele za ardhi, inalia mbele za Mungu. Damu inazungumza. Damu inaendelea kudai. Tukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4, katika mstari wa 9 mpaka 11, utaona pale Mungu alikuwa anazungumza na Kaini. Kaini ambaye walizaliwa kwa Adam, walikuwa na watoto wa Adam. Kaini ambaye Mungu alimuonya mapema, akizungumza naye, akimtaka afanye yale mema ambayo anataka yeye Mungu yafanyike. Lakini Kaini akagairi, hakutaka kutenda kama Mungu alivyosema. Baadaye tunaona katika kila alichotakiwa kufanya, kwa kuwa hakutimiza, baadaye moyo wake ukaingia uchungu na hasira juu ya ndugu yake Habili ambaye alifanya mema mbele za Mungu. Na baada ya hayo tunaona ya kwamba Kaini, dhambi ikawa inamuotea moyoni, mlangoni. Akaona ya kwamba ni afadhali nimuinukie ndugu yangu niweze kumwangamiza, kwa sababu mimi sikupata kibali mbele za Bwana. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba Mungu akamuita Kaini, akamuuliza, yuko wapi ndugu yako Habili? Kaini akasema, mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Kwa maana hiyo, inavyoonekana hakutaka Mungu amuulize kwa kile kitendo alichokifanya. Lakini Mungu anamwambia, damu ya nduguyo inanililia toka ardhini. Kwa nini? Damu inawalia maanake ina sauti. Bwana asifiwe. Ina sauti, inazungumza. Na kama inazungumza, inategemea inazungumza nini kuhusiana na aliyeimwaga. Inazungumza nini? Kama imemwagwa kwa baraka, italeta baraka. Kama imemwagwa kwa ajili ya kuharibu, italeta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona, hebu soma pale Mwanzo sura ile ya 4 mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Amen. Tunaona hapa sauti ya Habili ilikuwa inamlilia ndugu yake, inalia mbele za Mungu. Wakati mtu anapouawa, wakati damu inapomwagwa kwa kusudi au kwa nia ya mabaya, inadai mbele za Mungu. Anasema, pengine Kaini alivyomfukia ndugu yake, alifikiri ya kwamba amemaliza kazi. Alijua amekamilisha, ndio maana anamjibu Mungu, anamwambia kwamba mimi sijui, kwa sababu mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Lakini inaonekana ile damu ya Habili, mwili ulikufa, lakini damu iliyomwagika inalia mbele za Mungu. Maana yake ilikuwa inadai haki yake ya uhai. Kwa hiyo kuna roho ambazo zitaingia katikati yake na kudai kile ambacho kimeharibiwa. Kama vile ambavyo tumeona katika taifa letu, kuna baadhi ya watu wamepoteza watoto wao, kuna baadhi ya watu ambao wamepoteza ndugu, kuna watu wamepoteza jamaa zao, na damu zao zitalia mbele za Mungu. Na kwa sababu damu ni uhai na inalia, inapiga kelele, inazungumza. Kadiri inavyozungumza, manake itafika wakati yatokee mapatilizo kwa kile ambacho kinadai mbele za Mungu. Na hata katika Ufunuo kuna mahali ambapo tunaona kuna watu wateule ambao waliuawa na wanalia, wanasema, hata lini Bwana utazipatiliza damu zetu? Mungu anamwambia, subiri, bado damu za ndugu zenu walioko duniani hazijatimia. Maanake sasa kile kitu ambacho kinafanyika kwa ubaya kitatengeneza uharibifu mkubwa, kurejea tena mara ya pili kwa ajili ya kudai haki ya ile damu inayolia mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hii tunaona ya kwamba Kaini
Kwa sababu hiyo alisababisha ile damu ikawa inalia kutoka ardhini, na tunaambia kwamba ardhi inalaaniwa kwa sababu ya damu ambayo imemwagwa. Angalia katika kile kitabu cha Hesabu sura ile ya 35 mstari wa 33, naomba unisomee hapa. Hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa tunaona andiko linasema ya kwamba damu huitia nchi unajisi. Kwa kutokumwaga damu, nchi haimwagwi, haitiwi unajisi. Maanake nchi haichafuliwi. Lakini sasa hapa inaonekana nchi inapopokea damu ya mtu iliyomwagwa, damu isiyo na hatia, damu ambayo imepelekwa bila mpango wa Mungu kabla ya wakati, inadai inatia unajisi. Na huyu Kaini tunaona ya kwamba kwa kuimwaga damu ya ndugu yake, nchi ililaaniwa, ardhi ililaaniwa. Ilionekana inalia ndani yake na ikaonekana kuna laana ndani yake. Na ndio maana tunaona Mungu akamlaani Kaini. Alipomlaani Kaini, tunaona ya kwamba akampa adhabu na pia akamtia alama katika paji la uso wake, ya kwamba popote atakapoenda angeuawa. Popote ambacho angefanya kisingemfanikisha. Ardhi hiyo angeilima isingetoa matunda. Kwa hiyo damu inasababisha laana. Na kwa sababu ni laana, inafuatilia, inadai haki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu damu inadai na inazungumza, ina sauti. Ndio maana tunaambia hata damu ya Yesu inanena mema kupita damu ya Habili. Ndio maana hata sasa tunaitumia damu ya Yesu kufuta yale makosa ambayo yamefanyika mbele za Mungu, dhambi ambazo zimefanyika mbele za Mungu. Kwa sababu tukipokea damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunasafisha yale makosa. Ndio maana anasema katika kitabu cha Isaya, anasema katika Isaya sura ya 1, anasema ya kwamba hata kama dhambi zako ni nyekundu kama bendera, nitazisafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Maanake hizo damu hata kama zimemwagwa katika ardhi, tunapoenda mbele za Mungu na kumsihi Mungu apate kusikia kilio chetu, tukiomba msamaha, Mungu anatusamehe. Mungu atatusafisha. Mungu ataondoa ile hukumu ya ile damu ambayo inalia mbele zake. Kwa sababu ile damu ikiendelea kulia mbele za Mungu, maanake inadai uhalali wa kumwagwa kwake. Na kama inadai uhalali, itasababisha mvutano wa kumwaga damu nyingine, kwa sababu haitaachilia hata atakapopata haki yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati mwingine tunakuwa hatujui uzito wa umwagaji wa damu. Wakati mwingine tunakuwa hatujui kile ambacho kitaenda kuzaliwa. Tunajua tu imemwagika, hiyo imekwisha. Lakini ardhi inapopokea, na yenyewe haiwezi kustahimili juu ya uhai wa mwanadamu. Wakati ardhi inapopokea damu ya mtu, yenyewe inalalamika kwa sababu imetiwa unajisi, imechafuliwa. Na ndio maana hapa Mungu anamwambia Kaini, damu ya nduguyo inanililia toka ardhini. Maanake ule uhai wa ndugu yako unalia toka ardhini. Na kwa sababu hiyo Mungu akamlaani Kaini. Alipomlaani Kaini, tunaona ya kwamba Kaini akaenda mbele za Mungu tena kumtaka radhi kwamba ampunguzie adhabu yake, kwa sababu adhabu yake imemuilia kubwa sana, kwa maana kila atakayemuona hata yeye atamuua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu damu inadai. Damu inadai mfuatano wa damu nyingine. Ile damu ya ndugu yake Habili ilikuwa inadai. Na ndio maana Kaini akarudi kwa Mungu akamwambia, unipunguzie ghadhabu yako hii. Adhabu hii uniondolee, unipunguzie, kwa sababu kila atakayeniona ataniua. Kwa sababu gani? Umeua kwa upanga, utauawa kwa upanga. Ndivyo andiko linavyosema. Na kama ni mtu anaua kwa upanga, atauawa kwa upanga. Maana ile damu ilikuwa inafuatilia kuondoa uhai. Kwa hiyo hata wale ambao wanahusika katika kumwaga damu, lazima utakuta damu inafuatilia
kwa ajili ya kumwaga damu nyingine na nyingine na nyingine kama isipotubiwa. Lakini wakati huu ambao tumepitia msukosuko, baadhi ya watu wamepoteza watoto wao, wamepoteza waume zao, wamepoteza watoto wao wa kike kwa wa kiume, wanalia, wamepoteza kwa sababu ya damu kumwagika. Na kwa sababu damu imwagika, wakati huu tutaenda mbele za Mungu, tutamsihi Bwana. Tutamsihi Bwana kwamba Mungu akumbuke rehema kwa ajili ya taifa letu. Yeye ametupa kibali, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, anasema nitasikia toka juu mbinguni. Anasema atasamehe na kuondoa hiyo dhambi, ataondoa hiyo dhambi, alafu ataponya nchi. Kumbe kuna uwezekano wa Mungu kuponya ardhi iliyomwagwa damu. Iwapo tutaenda mbele za Mungu, iwapo tutamlilia Mungu, iwapo tutamsihi Mungu asitazame kosa hilo lililosababisha hata hiyo damu ikamwagika. Wakati mwingine pengine tulilegea katika kumtafuta Mungu kwa habari ya nchi yetu. Wakati mwingine pengine tuliomba kiwango ambacho hakikufika pale ambapo alitaka. Pengine Mungu ameruhusu haya tujifunze kuomba kwa bidii. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba wakati mfalme Farao wakati walipomuua Petro, walipomuua Stefano, wakati Stefano ameuawa, walikaa wametulia. Hakuna mtu ambaye aliona kama ni kitu kilichofanyika. Wakaona tu Stefano ameuawa, wakajua Stefano ameuawa. Kumbe damu ya Stefano inaendelea kulia. Damu ya Stefano inaenda mbele za Mungu inadai. Wakati Mungu anatamani sisi tumtafute kwa ajili ya kuponya nafsi ya mtu mmoja aliyemwaga damu. Tunapoona ni kitu cha kawaida, ni mtu mmoja tu, hiyo nafsi ni ya thamani sana mbele za Mungu. Nafsi ya mtu mmoja ni ya thamani sana. Mtu mmoja. Hata Biblia inatuambia kabisa mtu mmoja. Tunaona mtoto mdogo, mimba ni kiumbe hai. Mimba ni kiumbe hai ambacho tukikiua tayari kinalia mbele za Mungu. Tayari kinatoa sauti, maana ni nafsi iliyokusudiwa iishi. Ni nafsi. Kwa hiyo kuna damu ambazo zinalia mbele za Mungu. Wakati alipouawa Stefano, hawajakaa vizuri. Biblia inatuambia Herode akaona ni vema yule ameuawa, kwa hiyo akamkamata na Petro, akamweka gerezani Petro akisubiri kuuawa. Alipowekwa gerezani akisubiriwa kuuawa, Biblia inasema ya kwamba kanisa likaomba kwa bidii. Kanisa lilipoomba kwa bidii, Bwana akatuma malaika akamfungua Petro kutoka katika gereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii inatufundisha nini? Inawezekana kuna mahali ambapo tumelegea. Inawezekana kabisa Mungu anataka kuleta amsha ndani ya mioyo ya watu wake waliokaa Tanzania. Kwa sababu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, nitaiponya nchi. Je, inawezekana hatukukaa katika kiwango alichotaka tuombe? Lakini wakati huu Stefano akiwa amefungwa, Stefano akiwa ameuawa, amepigwa mawe, akawasamehe wale waliompiga mawe. Stefano akamwona Mungu. Lakini wakati huo ikiwa amependeza moyo wa Herode, Petro akakamatwa akawekwa ndani akisubiria kunyongwa, akisubiria kuuawa. Lakini Biblia inasema ya kwamba Bwana alituma malaika. Kanisa lilipoomba kwa bidii, walipoomba kwa bidii, Petro akafunguliwa. Malaika wa Bwana akashuka gerezani. Malaika wa Bwana akamfungua, akamwambia jivike nguo, jivike viatu vyako. Akamfungulia geti la kwanza, akamfungulia geti la pili, akamfungulia na la tatu, akatoka, na kanisa likashangaa na kumshukuru Mungu kwa kila alichofanya. Wakati huu tunayo bado nafasi. Tunayo nafasi ya kuliitia jina la Bwana juu ya taifa la Tanzania. Bado tunayo nafasi. Shetani hajaridhika na kile ambacho kimefanyika. Shetani hajafurahia kile ambacho kimefanyika, nyinyi kuambiwa mrudi katika nchi yenu,
mkae mahali pa utulivu, muendelee na shughuli zenu. Shetani hajafurahia, shetani ana kisasi, na kwa sababu ya damu inayodai ndugu, tusipoomba uharibifu unakuwa ni mkubwa. Lakini tunapoomba kama Petro alivyoomba kanisa kwa bidii, Petro akafunguliwa, Bwana ataenda kutuma malaika usiku wa leo. Haleluya. Amen. Bwana ataenda kutuma malaika juu ya taifa la Tanzania. Bwana ataenda kutuma malaika atakayehusika katika taifa la Tanzania. Malaika wa Bwana wapo kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania, kwa ajili ya kusimamia taifa la Tanzania. Ukijifunza katika kitabu cha Yona wakati alipotumwa katika nchi ya Ninawi, tunaona ya kwamba Yona alijaribu kukwepa, alijaribu kupeleka ule ujumbe ya kwamba Mungu aliona uovu mkubwa katika nchi ya Ninawi. Lakini wakati Mungu anataka kuiponya Ninawi, Biblia inatuambia kwamba alimtuma nabii Yona ya kwamba akazungumza na taifa la Ninawi, azungumze na wale watu wa Ninawi, awaambie wale watu watengeneze mambo yao, kwa maana dhambi kubwa imeonekana katika taifa lao. Lakini tunaona ya kwamba ni Yona, kwa kujua ya kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, akakwepa jambo lile, akakaa pembeni, akakimbilia Ninawi. Alipokimbia Tarshishi, alipokimbia kwenda Tarshishi, Biblia inatuambia kwamba Mungu, kwa kuwa alikuwa amekusudia kuliponya taifa la Ninawi, kwa kuwa alikuwa na mawaziri ndani ya taifa la Ninawi, kwa kuwa alikuwa na wabunge ndani ya taifa la Ninawi, alikuwa na wafanyabiashara wakubwa ndani ya taifa la Ninawi. Katika kile kitabu cha Yona ukisoma utaona vizuri, wale msomaji wa Biblia anasema alikuwa anaona wivu kuliangamiza ile taifa. Kwa maana hiyo akamtuma Yona ili kwamba Yona aende azungumze nao, apeleke taarifa, apeleke ujumbe wake kwamba jamani, tengenezeni njia zenu, Bwana ana mpango wa kuja kuliangamiza taifa. Lakini Yona kwa uoga akaacha, akakimbilia Tarshishi. Lakini kwa kuwa Mungu alikuwa na kusudi jema, kusudi la kuponya nafsi za watu wake, alikuwa na wivu na watu wafanya biashara wakubwa wa Ninawi, alikuwa na wivu na wabunge, alikuwa na wivu na mawaziri, alikuwa na wivu na watu wa lile taifa la Ninawi, alikuwa na wivu, hatamani kuangamiza, alikuwa na wahurumia. Yona akijua kwamba Mungu nikizungumza jambo hili, Mungu atawahurumia kwa kuwa ni mwingi wa rehema, hatatimiza lile jambo, akaescape lile jambo, akakaa pembeni, akakimbilia Tarshishi. Lakini Mungu kwa upendo wake na kwa rehema zake hakuacha taifa la Ninawi, ingawa ghadhabu ilikuwa itoke kwake, ilikuwa inatoka kwake. Hakuacha wale watu wa Ninawi waangamie. Kwa nini? Waliposikia taarifa za ujumbe wa Yona, walipopata taarifa, wakanyenyekea, wakafunga, wakatafuta uso wa Bwana, wakamlilia Mungu. Biblia inasema ya kwamba walipomlilia Mungu, Mungu akagairi yale mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akagairi yale mabaya. Na Mungu alipogairi yale mabaya, lile jambo likaumiza moyo wa Yona. Likaumiza moyo wa Yona. Yona alifikiri ya kwamba Mungu angeenda kutimiza kwa kuwa amesema angeenda kutimiza, lakini wao wakanyenyekea, wakafunga, na mbuzi wao na ng'ombe wao na watoto wao, kila kitu kikafunga, wakafunga na kuombeleza mbele za Mungu. Mungu akaona unyenyekevu wao, naye akawaponya. Haleluya. Yona alikuwa amekusudia, alikuwa anatamani kile kitu alichokizungumza kipate kibali. Lakini kwa sababu ya unyenyekevu wa taifa lile, na rais wao na wabunge wao na mawaziri wao, hakuna aliyekula wala aliyekunywa, wakatafuta uso wa Bwana na Bwana akawaponya. Haleluya. Amen. Tunaona Bwana alihurumia nchi ya Ninawi kwa sababu walinyenyekesha, na kwa sababu walitubu. Na kwa sababu walitubu, basi Mungu akawaponya. Yona aliona maumivu, akasema nilijua ya kwamba wewe ni mwingi wa rehema, nilijua ya kwamba wakikuomba msamaha utawasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwingi wa rehema, ni Mungu wa huruma. Yeye Mungu hapendi kuangamiza watu wake, na kwa sababu hapendi kuangamiza, tunapoenda kuliitia jina la Bwana usiku wa leo, Bwana ataenda kuliponya taifa la Tanzania.
Bwana ataenda kutuondolea mabaya yaliyokusudiwa na adui. Bwana ataenda kuondoa ghadhabu yake juu ya Tanzania. Haleluya. Amen. Tutaenda mbele za Mungu. Usiku wa leo tutamkumbusha Bwana kwa habari za taifa la Tanzania. Hilo ndilo ombi kubwa ambalo tutaenda nalo mbele za Mungu. Na kwa sababu tutaenda mbele za Mungu kwa ajili ya taifa, ninakusihi mpendwa, usikae kimya. Usione usalama. Wakati alipoondoka Stefano, hawakujua ya kwamba na Petro ataingizwa gerezani. Lakini kwa kuwa waliamka sasa, akaona kumbe kuna uwezekano wa wote kuingia gerezani, basi walipoamka mioyo yao ikamtafuta Bwana. Damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani usiku wa leo ikanene mema juu ya taifa letu. Haleluya. Ile damu ya Yesu ambayo ni damu ya msamaha, damu ambayo ilimwagwa ili tupate msamaha wa dhambi, ili tukombolewe katika mateso, tukombolewe katika hasira na ghadhabu ya Mungu. Ile damu usiku wa leo itaenda kunena mema juu ya taifa letu. Tunapoenda mbele za Mungu, tutaenda kumsihi Bwana rehema, kwa sababu yamkini mimi, yamkini wewe, yamkini mtu mwingine yoyote amesababisha tukakosa amani, amesababisha tukaingia kwenye mateso, amesababisha watoto wamepoteza uhai. Lakini tunapoenda kumsihi Bwana rehema, yeye ni mwingi wa rehema. Anasema japo dhambi zako ni nyekundu kama bendera, yeye atazisafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Na kwa maana hiyo, haijalishi imemwagika damu kiasi gani juu ya taifa letu, haijalishi ni za watoto wachanga, haijalishi ni za watu wa namna gani, haijalishi ni damu isiyo na hatia, haijalishi ni zile zilizotolewa kafara, haijalishi, usiku wa leo Bwana ataenda kutoa msamaha wa dhambi, kwa sababu yeye amesema ikiwa dhambi zenu zitakuwa nyekundu kama bendera, yeye anasema atazisafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa damu ya Yesu usiku wa leo taifa letu litaenda kupona. Haleluya. Basi tutaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuliitia jina la Bwana. Tutamwomba Bwana akaturehemu. Tuombe Bwana rehema na msamaha dhambi. Kwa maana anasema katika Mambo ya Nyakati wa pili sura ile ya 7 mstari wa 14, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, anasema na kuacha njia zao mbaya, anasema nitasikia toka juu mbinguni na kusamehe uovu wao na kuiponya nchi. Kwa hiyo usiku wa leo tutaenda kuomba rehema na Mungu atatuponya. Haleluya. Twende mbele za Bwana tukajinyenyekeshe mbele za Mungu. Mwambie Bwana, kumbuka rehema, ayamkini ni mimi, ayamkini ni mwingine yote, ayamkini ni nani sijui, lakini wewe Mungu ndiye unayejua. Wewe unayejua mioyo ya wanadamu. Ayamkini kwa ulegevu wangu nimesababisha uharibifu huu, ayamkini sikukaa katika zamu yangu ipasavyo. Usiku wa leo Bwana akaturehemu na Bwana akaiponye nchi. Haleluya. Nitaenda mbele za Bwana, ninamsihi Mungu apate kuiponya taifa la Tanzania, akatupatia amani kama ilivyokuwa kwanza. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu na Baba yetu, Mungu le hai, ninakushukuru Mungu mtakatifu. Ninasema asante Jehova, asante kwa ajili ya usiku huu, asante kwa ajili ya majira haya, asante kwa ajili ya saa hii ambayo Bwana ni saa njema kabisa. Ni majira mengine ambayo Mungu umetupendelea wa Tanzania, majira mengine ambayo Mungu umetupa nafasi ya kukukaribia. Wewe uliye Mungu wa pekee, wewe uliye Mungu wa uweza. Baba, ninasogea mbele zako nikiomba rehema zako e Bwana, nikiomba rehema zako e Bwana kwa ajili yangu binafsi, nikiomba rehema zako Bwana kwa ajili ya taifa langu Tanzania, nikiomba rehema zako Bwana kwa ajili ya viongozi wangu wa Tanzania, nikiomba rehema zako kwa ajili ya wakuu wote wa nchi, nikiomba rehema zako kwa ajili ya wafanya biashara, nikiomba rehema zako kwa ajili ya watoto wa kike kwa wa kiume wa Tanzania. Baba, ukatuhurumie na kuturehemu, ukatusamehe Bwana. Ayamkini katika fikra zetu na katika udhaifu wetu tumeendelea mbele zako kukukosea na kukuchukiza, hata kusababisha damu zimemwagika, damu zisizo na hatia, damu za watoto wako wa kike kwa wa kiume, wadogo kwa wakubwa. Baba, zinalia mbele zako. Usiku wa leo ninasogea mbele zako Mungu wa majeshi,
Nikiomba rehema zako Bwana, ukatuhurumia na kuturehemu Bwana, ukatusamehe Bwana, ukasamehe taifa letu Tanzania, ukasamehe watumishi wako Bwana, wa kike kwa wa kiume, watumishi wako Bwana. Ninasi rehema zako Mungu, watumishi na wakuu wa nchi yetu, ukawasamehe dhambi yao, ukasamehe watoto wako wa kanisa lako, ukasamehe raia wa Tanzania. Baba, yamkini tulikaa mahali tukajisahau wakati wa kustarehe kwetu katika amani, tukajisahau Bwana, na mwisho tumekukosa Bwana, mwisho tumekukosea Bwana, tumelegea katika amani. Lakini Mungu, tukasahau ya kwamba tunapo katika amani ndipo adui anapoinuka na kusababisha uharibifu. Tunapolala ndipo adui anapotukaribia na kusababisha uharibifu katika maisha yetu. Baba, ukashuka na nguvu zako Bwana, kwa kuwa umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, umesema Bwana watajinyenyekesha na kuomba, umesema nitasikia toka juu mbinguni, umesema Bwana nitaponya nchi yao. Baba, tuko mbele zako usiku wa leo, tuko mbele zako Mungu le hai. Wewe uliye Mungu wa pekee, wewe uliye Mungu wa uweza. Baba, tunasi rehema zako kwa ajili yetu, tunasi rehema kwa ajili ya taifa la Tanzania, tunasi rehema kwa ajili ya viongozi wetu, tunasi rehema kwa ajili ya wote Bwana wakao katika taifa la Tanzania, wanaume kwa wanawake, wadogo kwa wakubwa. Baba, ninasi rehema zako, ukatuhurumie na kuturehemu, ukatusamehe Mungu le hai, ukasamehe kwa ajili ya viongozi wetu, ukasamehe kwa ajili ya raia wa Tanzania, ukatusamehe makosa yetu Bwana, kwa kutokutii, kwa kutokusikia sauti ya neno lako. Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako wakati na majira haya, nikiomba Bwana, ninaomba rehema zako kwa ajili ya damu za Watanzania, kwa ajili ya watoto wako wa kike kwa wa kiume ambao Bwana damu imemwagika. Pengine Mungu ni kwa ujinga wetu, pengine Mungu ni kwa kupungukiwa kwetu, pengine Mungu kwa kufikiri kwetu kuliko dhaifu kwa kibinadamu. Baba, tunasi rehema zako, ukatuhurumie na kuturehemu, ukatusamehe na kutusafisha kwa damu yako Yesu, ukasamehe makosa ya Watanzania, ukasamehe makosa ya nchi yetu Bwana. Ziko damu nyingi katika ardhi yetu ambazo zinalia Bwana mbele zako. Hayamkini sisi tuliona amani, lakini mbele zako damu za watu wako zinalia Bwana, zinalia Mungu. Hayamkini ni watoto wachanga Bwana, hayamkini Bwana ziko damu zilizotolewa matambiko Bwana, hayamkini Bwana ziko damu zilizomwagwa katika taifa letu kwa kutambikia miungu. Bwana, tunakushikwa rehema zako Mungu le hai, usikiaye toka juu. Umesema ya kwamba utasikia Bwana, umesema utasikia toka juu mbinguni, umesema utasikia Bwana na kuiponya nchi. Wakati una majira ya Bwana, tuko mbele zako Bwana Mungu wa majeshi, tuko mbele zako Mungu le hai, ukatuhurumie na kuturehemu Bwana, ushikaye rehema na maagano Bwana, unayesamehe maovu Bwana, umelikuza neno lako kuliko jina lako Bwana. Ni nani aliye kama wewe Mungu juu ya taifa la Tanzania? Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu juu ya taifa la Tanzania? Ulituvika mwavuli mkubwa, ulituvika mwavuli wa amani, ulituvika mwavuli wa sifa njema. Baba, ulivika mataifa yote, walitoa macho yao kuangalia Tanzania. Baba, ilikuwa kivuli cha mataifa majirani. Tanzania ilikuwa kivuli Bwana, Tanzania imekuwa kivuli cha majirani Bwana. Kumbuka hata tulipowapokea majirani zetu walipopigana, kumbuka hata tulipowakusanya katika kambi Bwana. Tumekusanya watoto wako katika kambi katikati ya mipaka yetu Bwana. Ukumbuke rehema zako Jehova, wakati tulipowastiri katika hema yako ya Tanzania, wakati Mungu walipotunzwa katika kambi ya Nyarugusu, wakati walipokusanywa pande zote Bwana, walitafuta mahali pa kuficha kuona,
walitafuta mahali pa kujificha Bwana wa kuona, lakini Mungu ulifanya taifa la Tanzania kuwa mwavuli mkubwa kwao. Uliwatunza Mungu watu waliotoka Burundi, waliotoka Rwanda, waliotoka pande zote Bwana. Uliwatunza chini ya mwamvuli wa Tanzania Bwana. Wewe ndiye Mungu wa pekee. Wakati tunakukumbusha kwa ajili ya taifa letu Bwana, ukaturumia na kuturehemu Bwana. Usikie toka juu, ukalitazame taifa letu Bwana. Ukatazame bendera ya Tanzania Baba. Tanzania ilitangazwa kwa jina jema. Tanzania iliitwa kwa jina la amani. Tanzania ilikuwa na sifa ya kupokea wageni. Tanzania ilikuwa na sifa ya ukarimu. Rikarabo shekere mama. Wewe uliye Mungu wa pekee Baba, uliye Mungu wa pekee Baba, tunakusihi Baba, onekana Mungu wetu. Wewe uliye mfalme wa wafalme, onekana Mungu wa Yakobo, onekana Mungu le hai, unayesamehe uovu, unayesamehe dhambi, unayesamehe mabaya, unayegairi mabaya. Ukalitazame taifa letu Bwana, ukasamehe kwa ajili ya viongozi wetu, ukasamehe kwa ajili ya rais wetu, ukasamehe kwa ajili ya mawaziri, ukasamehe kwa ajili ya wabunge, ukasamehe kwa ajili ya viongozi wetu Mungu le hai. Samehe Baba kwa ajili ya Watanzania, raia wa Tanzania na wale wa kigeni wakao katika nchi yetu. Rikarabo shekere mama. Ni nani aliye kama wewe Mungu wa Yakobo? Ni nani aliye kama wewe ushikaye rehema na maagano kwa watumwa wako, wakupendao na kuzishika amri zako? Rikarabo shekere mama. Ni nani aliye kama wewe Mungu wa Yakobo? Tunajinyenyekeza mbele zako Bwana. Ukasamehe kila uovu ulioendelea kwa siri, ukasamehe kila mapatilizo yanaendelea kwa siri, ukasamehe kila uharibifu unaendelea kwa siri, kwa maana wewe ndio chunguzaye mioyo na viuno Bwana. Ni nani aliyemtuma Ezekieli Bwana, ukasema na uingie utazame utoboe tobo katika ukuta, upate kuona yanayotendeka kwa siri kwa watu wako ambao Mungu hawakutaka kuonekana kwa hadharani. Nasi Bwana tunasihi hata yale maovu yanayotendeka kwa siri. Yapo maovu yaliyosimama mbele zako Mungu, hayamkini yamefanyika kwa wazi, hayamkini yanatendeka kwa siri. Hata yaliyo siri ni Mungu unayajua, kwa maana umesema mimi ndimi nichunguzaye mioyo na viuno. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ukumbuke rehema zako kwa ajili ya taifa letu, ukumbuke rehema zako kwa ajili ya viongozi wetu, ukumbuke rehema zako kwa ajili ya raia wa Tanzania, ukumbuke rehema zako Mungu ni hai. Ukasamehe Bwana, samehe watoto wako wa kike kwa kiume, samehe Bwana kwa ajili ya damu zilizomwagwa mpakani mwa Tanzania, samehe kwa ajili ya matendo maovu ya kulipiza kisasi. Umesema kisasi ni juu yangu, niacheni nitalipa mimi. Basi Mungu ukashuka na kusamehe hata kwa ajili ya damu zilizopatilizwa kwa kisasi. Baba, ukasamehe makosa ya Watanzania, ukasamehe makosa ya Watanzania, ukasamehe maovu ya Watanzania, ukasamehe maasi ya Watanzania, ukasamehe machukizo ya Watanzania. Kwa sababu hakika Mungu, tukisema tuna dhambi tunajidanganya, tukisema tuna dhambi tunajidanganya na kukufanya wewe kuwa muongo. Neno lako linasema katika waraka ule wa Bwana katika ile sura ya 1 mstari wa 9 ya kwamba Mungu, tukisema ya kwamba tuna dhambi tunajidanganya. Wakati una majira Bwana, tuko mbele zako Bwana Mungu wa majeshi, tukikiri ya kwamba tumekutenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Tumekutenda dhambi Bwana na kupungukiwa na utukufu wako, lakini Bwana umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, umesema Mungu na kuacha mabaya yao, umesema Mungu nitasikia toka juu na kuwasamehe na kuiponya nchi. Bwana Mungu wa majeshi,
Ukashuka na nguvu zako, ukashuka na uweza wako Bwana, ukashuke Bwana. Tunaalika malaika wako Baba, ukashuka juu ya taifa letu, ukaonekane ukisamehe uovu, ukaonekane ukisamehe dhambi, ukaonekane ukisamehe maasi, ukaonekane ukisamehe machukizo. Usihesabu machukizo tuliyokutenda Bwana, usihesabu maovu tuliyokutenda Bwana, maovu tuliyokutenda kwa siri wala kwa wazi. Bwana, ukumbuke rehema zako toka juu, ukasamehe makosa yetu, ukasamehe maovu ya Watanzania, ukasamehe kwa ajili ya damu zilizomwagika zisizo na hatia. Yamkini Mungu zimefika mbele zako na kudai Baba, turehemu, turehemu, turehemu. Tusamehe Bwana, ukasamehe Bwana yale yaliyo sirini na hata yaliyo wazi. Ukumbuke rehema zako Jehova, usitupatilize uovu Bwana. Tumekutenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Basi Bwana Mungu wa majeshi na Mungu hai, ukashuke wakati huu Bwana, ukageuke na kutazama taifa la Tanzania. Tanzania ulioipa sifa ya kivuli cha amani, Baba, ulioifanya kuwa mwamvuli wa mataifa. Tanzania ambayo Mungu ulitupa kurelax. Tumekaa katika utulivu, lakini hatukuacha maovu yetu. Baba, tusamehe makosa yetu. Baba, tusamehe dhambi yetu. Baba, situpate mabaya zaidi, bali neema yako na rehema yako na ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ikanene mema sasa katika jina la Yesu. Ndipo ninakwenda kinyume kabisa, ninaharibu mipango ya adui aliyekusudia juu ya taifa la Tanzania. Ile mipango ya kuzimu ninaishusha kuzimu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yale mapatilizo ya uovu na yaharibu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na yaharibu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yale mapatilizo, roho za uchungu na visasi, ninazishusha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninashusha chini kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninapatiliza uharibifu, ninaharibu uharibifu uliokusudiwa kupatiliza mabaya juu ya watu wako, juu ya taifa la Tanzania. Ninayabatilisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninabatilisha mipango ya adui kwa damu ya Yesu ile mwagika inenayo mema kupita damu ya Abili. Ninabatilisha maneno yao, ninabatilisha mawazo yao, ninabatilisha makusudi yao, ninatawanya fikra zao katika jina la Yesu. Bwana, ile damu inenayo mema ikanene mema juu ya taifa la Tanzania, ikanene mema katika malango ya Tanzania, ikanene mema juu ya ardhi ya Tanzania, juu ya watu wako. Ayamkini wamekufa kwa wazi, ayamkini kwa siri. Baba, damu ya Yesu inenayo mema. Wakati Kaini alipoinukia ndugu yake, alimuua akijua amemficha kwa siri, lakini Bwana kwa wazi ile damu ikanene mema, ikanizungumza mbele zako Baba, hata zile zilizomwagika kwa siri na kufichwa kwa siri. Bwana, ukazifunue, ukazisafishe kwa damu yako Yesu. Ukatupa amani kwa taifa, ukatupa amani kwa watoto wako wanapotoka, wa kike kwa kiume, wadogo kwa wakubwa. Bwana, ukaagize malaika wako akashuke juu ya anga la taifa la Tanzania. Malaika wako akashuke na kusababisha amani. Peleka kaskazini, peleka kusini, peleka magharibi, peleka mashariki. Baba, ukatuvike mwamvuli wa amani kama ilivyokuwa mwanzo. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi mpaka hapo tumemaliza kipindi chetu cha wakati wa majibu yako ni sasa. Wewe ambaye ni mtumishi wa Bwana, wewe ambaye Mungu anakutazamia uinue macho yako, anasema kwa ajili ya Sayuni sintonyamaza. Katika Isaya 62. Katika Isaya 62 anasema hata nyamaza kwa ajili ya Sayuni. Na sisi tunasema hata nyamaza Mungu kwa ajili ya Tanzania. Endelea kumkumbusha Mungu, endelea kusema na Bwana. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake, naye atalitimiza, na tutaendelea kuona wokovu wa Mungu na amani ya Tanzania itarejea na kukaa katika leo tulivu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Na wewe nikusitize tu, usisahau kumkumbusha Bwana usiku na mchana. Sema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuacha dhambi zao, njia zao mbaya,
na kunyenyekesha mbele za Mungu, anasema nitasikia toka juu mbinguni, nitaiponya nchi. Kwa hiyo usisahau kuendelea kumkumbusha Bwana, wala usikae kimya hata Bwana atakapoifanya Tanzania kuwa amani na utulivu, katika jina la Yesu. Basi wakati huu nimkaribishe msomaji wetu apate kututajia namba ya sadaka. Namba ya sadaka atatutajia msomaji wetu. Na wewe ambaye Mungu amekubariki, wakati tunapoendelea na maombi haya, unaweza kupanda mbegu ambayo ni sadaka inayonena mbele za Bwana. Kadiri ambavyo Mungu amekubariki, unaweza ukatoa sadaka yako kuambatanisha na maombi. Tumeona watu waliomba kwa kuambatanisha maombi yao na sadaka. Tumemwona Mfalme Sulemani alipomkaribia Mungu alitoa sadaka kabla hajaomba, na hata alipomaliza kuomba alitoa sadaka, na Mungu aliweza kumjibu kwa wepesi. Ili kwamba Mungu akaweze kutujibu kwa wepesi na kututendea kwa wepesi, ataitazame sadaka ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, lakini pia sisi kwa imani tumemtolea Bwana sadaka, ili kwamba Mungu akaweze kusikia kilio chetu ambacho tunakiomba. Karibu sana msomaji wetu upate kututajia namba ya lipa, lakini pia namba ya Tigo Pesa. Lipa kwa namba Voda ni 51 35 05 85, na jina litotokea Uzima katika Neno. Lakini namba ya Yasi ambayo zamani ni Tigo ni 0714 78 78 34, na jina litatokea Moses Kingu. Amen. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefuatana na sisi, na wewe ambaye unapanda mbegu yako kwa ajili ya kusimamia maombi haya, ili kwamba Bwana akafanye kitu kwa taifa letu, na Mungu ataonekana katika familia yako, ataonekana katika ndugu zako na jamaa zako, na taifa lako litakuwa katika amani, kwa sababu Mungu anapoitazama ile sadaka ambayo Yesu alitoa pale msalabani kwa ajili ya taifa la Tanzania, na anapotazama sadaka ambayo kwa imani umeunganisha katika maombi haya, Bwana atalikumbuka taifa lako. Mungu akubariki sana. Tukutane tena katika kipindi ambacho kitaendelea mbele yetu, kipindi cha Wakati wa Majibu Yako ni Sasa. Amen.